Bwana, hapa ni makao makuu ya TFF. Kama mwanzo kaona logo hizi ambazo zinaonekana hapa ni ofisi kabisa za TFF ambayo tumeshafika kama ambavyo unaweza kaona, lakini kikubwa zaidi ambacho kimetuleta hapa ni kuweza kupata taarifa mbalimbali. Leo kuna kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji imekuja kwa ajili ya kusikiliza mashauri mbalimbali ambayo yapo hapa, na kikubwa sana ni kuhusiana na masuala ambayo yanaendelea kuhusiana na Damaro na Simba ambao wameleta malalamiko yao hapa TFF kwa ajili ya kufahamu kuhusiana na uhalali wake wa kucheza ndani ya klabu ya Yanga. Na kikubwa sana kama mnaweza kuona kule mbele, inawezekana ni sura ambayo hata muifahamu sana, lakini huyu ni mwanasheria wa klabu ya Simba ambaye yuko hapa kama mnaweza kuona ni wanasubiria kuingia TFF kwa ajili ya kikao, na kubwa zaidi ni kuhusiana na swala la mchezaji Mohamed Damaro. Sasa Hosea Chamba ni mwanasheria wa klabu ya Simba, huyu ambaye unamuona hapa. Inawezekana ukubahatika kumuona maeneo mengine, lakini huyu fahamu ni mwanasheria wa klabu ya Simba. Nataka ni fahamu tu kwa uchache kuhusiana na kinachoendelea sasa hivi, angalau tufahamu kilichowaleta hapa TFF kwa mbali kidogo, kama ataweza kuruhusu kuongea maneno machache tu Hosea Chamba kuhusiana na sakata hili ambayo nazungumza. Sasa Chamba, habari ya mdau? Salama boss. Mambo yanaendaje? Asante. Upo hapa TFF, pengine tutaka tufahamu kitu ambacho kimekufanya kuwepo hapa, maana kuna mambo mengi yanazungumzwa kuhusiana na madai ya Simba na malalamiko mengine kuhusiana hasa na Damaro kuhusiana na kucheza ndani ya ligi ya Tanzania kama raia wa Tanzania au msawa. Hii ikoje kuwepo hapa TFF? Tumeandika waraka huko TFF na bahati nzuri wameutilia maanani. Tumeitwa leo tumetii wito. Sasa sijui ndani huko tutapewa maelekezo gani kwa sababu hatujaingia. Lakini ni swala ambalo linahusiana na Damaro bila shaka. Yes. Pengine kwa kidogo ni inahusiana na nini hasa, pengine watu wafahamu. Sasa kwa sababu lipo ndani ya kamati, labda nikitoka ndani ya kamati naweza nikazungumza jambo alafu nikaingilia mamlaka ya kamati. Lakini huyu Damaro ni kwamba mnamshtaki Damaro, mnaishtaki Yanga au Singida Black Stars au ni kitu gani? Hapana, sisi hatujasema tumemshtaki nani, lakini sisi tumeraise concern kuhusiana na utaratibu uliofuatwa kwenye usajili wa mchezaji huyo. Kwa hiyo zaidi labda nikitoka kwenye kamati naweza nikatoa mwongozo kuhusiana na Damaro. Sawa. Tofauti na hicho pia kuna kitu kingine ambacho kinahusu Simba kipo hapa. Tumepewa wito, kuna mashauri yako Simba ya Simba yapo. Kwa hiyo yote tutayasikiliza. Kwa hiyo mara baada ya kutoka sasa tutapata ufafanuzi zaidi. Yes, tutapata ufafanuzi. Sawa, nakushukuru sana. Bwana, kama ambavyo nimekuambia, huyu ni mwanasheria wa klabu ya Simba Hosea Chamba ambaye yuko hapa TFF kwa sasa kwa ajili ya kupata tafsiri zaidi ya kile ambacho anakizungumza. Kwa pembeni usishangae, sura hii ni mchezaji wa zamani wa Simba Nicodemus Nyagawa ambaye pia yuko hapa, lakini huyu ni kocha wa timu za vijana ya Simba, yuko hapa pia. Kwa hiyo kuna mengi sana ambayo pengine tutafahamu hapo baadaye kinachoendelea. Hii ni TFF na ni ofisi zake ambazo ziko hapa Karume jijini Dar es Salaam. Swala la Damaro sasa hivi limeanza kuchukua sura mpya, hasa kuhusiana na uraia wake na jinsi ambavyo anaitumikia klabu ya Yanga. Nini ambacho kinatokea? Wekundu wa Msimbazi wako hapa kuhakikisha kwamba wanapata tafsiri ya kile kitu ambacho wao wanakiona. Wanahitaji kupata ufafanuzi wa kutosha kuhusiana na sakata hili la mchezaji Damaro ambaye anachezea klabu ya Yanga. Kama utakuwa umepita kwenye Like Media, bila shaka utakuwa unafahamu nimezungumza mengi sana kuhusiana na sakata la Damaro, nikizungumzia kuhusiana na uraia wake na jinsi ambavyo anaitumikia klabu ya Yanga. Yanga mpaka sasa ina
Mwendelezo wa kuendelea kukupatia zile update zote kamili kupitia Like Media pamoja na Ben TV, collaboration fulani la kikubwa zaidi la kiujazo. Bwana, mbeleni kwako ambapo unamtazama hapo unaona kuna nembo imeandikwa FIFA, lakini kushoto kulia kwake, kushoto kwako au kushoto kwako kulia kwake imeandikwa TFF, shirikisho la mpira wa miguu hapa Tanzania. Niko na Lugano Israel. Bwana mzee, vipi? Safi, inakuaje? Wema? Namshukuru Mungu, uzima, afya yote ni anatupa yeye. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru, na mimi huwa nachukua nafasi kama hii kumpa Mungu utukufu. Story kubwa hivi sasa mtaani, kila ukipita bwana nasikia mara kuna kesi ambayo TFF wamepelekewa na Simba kwamba Simba wanataka alama zao katika mchezo wa dabi. Ni kutokana tu na Damaro, kiungo huyu wa klabu ya Young Africa Dar es Salaam. Pengine tuliona mahojiano yako uliweza kufanya na yule mwanasheria pale TFF, na ndio ulikuwa mwandishi wa habari peke yako na ukatuletea habari hii. Pengine nikataka nifahamu, maana nimekutafuta tuweze kufahamu hapo nini ambacho kinachoendelea mpaka hivi sasa kwa Damaro, Simba pamoja na Yanga wenyewe. Kwanza sio kwamba Simba wanataka wapewe pointi za dabi. Wanachokitaka Simba ni pointi zote ambazo Damaro alikuwepo uwanjani. Yani hata kama amecheza sio Simba na Yanga, hata kama Damaro amecheza mechi nyingine ambayo tu alikuwepo Yanga na hakukidhi vigezo vya kuwa mchezaji wa wachezaji wazawa, ndicho ambacho kinazungumza. Yani kila mechi sio dabi tu peke yake. Tupe kwanza hapo imekuwaje, yani kwamba Damaro hastahili kucheza Yanga mpaka hizo pointi zichukuliwe, au kuna idadi ambayo imewekwa kwamba ndani ya huo mchezo wachezaji fulani wazao wanatakiwa wacheze yao wasizidi ya kigeni? Yes, kanuni inazungumza kwamba wachezaji 12 ndio ambao wanatakiwa kusajiliwa wa kigeni ambao sio wa Tanzania, lakini Yanga na wachezaji 13 mpaka sasa. Ukimwongezea na Damaro anakuwa wa 13. Kwa hiyo lakini kwa sababu TFF wamemuidhinisha Damaro kama mchezaji mzawa, yani kama local player, sio international player. Kwa hiyo Simba wamefuatilia baadhi ya vitu wakagundua kwamba kuna kitu hakiko sawa, hasa kwenye kumfanya Damaro awe mchezaji ambaye anaweza kacheza ligi yani kama mzawa. Kumbuka alikuwa Singida, watu wakumbuke vizuri, wakati Damaro akiwa yuko Singida kuna wachezaji watatu wengine ambao ilisikika kwamba waliomba uraia wa Tanzania. Umeelewa? Ule uraia walivyokuwa wameuomba walikubaliwa na serikali. Sawa? Na bila shaka utakuwa unakumbuka kuna mtu alienda mpaka mahakamani, mwanasheria alienda mpaka mahakamani kupinga taratibu kiserikali huko, akashindwa. Kwa hiyo mimi ukiniambia kwamba Damaro ni raia wa Tanzania sio raia, mimi nasema kutoka na statement ya mara kwanza Damaro ni raia wa Tanzania. Umeelewa? Lakini ukiniambia kwamba je, anatakiwa kucheza kama local player, mimi nitakwambia kwa mujibu wa kanuni za FIFA na sheria zake zinamzuia Damaro kuwa mchezaji local. Umeelewa? Kucheza kama local. Kwa kama alikuwa anataka kubadili uraia ili aweze kucheza kama loko, kuna vigezo ambavyo itakiwa vitimize kwanza ili aweze kukidhi kuwa mchezaji kama mzawa wa Tanzania, kama local player. Sasa Simba wao katika pita huku na kule, sijajua ni mwanasheria au Simba wenyewe au kuna kitu gani kimetokea, wakajaribu kwanza kufahamu kwamba Damaro anacheza Yanga kama mchezaji wa aina gani. Manake inawezekana iliwastua kwa sababu ya idadi ya wachezaji walioko Yanga. Sababu wachezaji wako ngapi? 13. Kwa kuona wanaona bora kuna mchezaji huko kazidi 13. Kuangalia wengi hakuna mtu ambaye ashakuomba uraia. Ina maana wakaanza kudigi kuhusiana na nani? Na Damaro. Inawezekana Damaro huyu ndo amepelekwa kama mchezaji mzawa. Kisha kuja kutokea maana yake ni nini? Waliofanya utafiti wakakutana kwamba taarifa za Damaro zinamuonyesha kwamba mashindano ya kimataifa, sawa, kwa maana ya CAF Champions League, sawa, alikuwa anashiriki kama mchezaji wa kimataifa, international player. Yani details kutoka FIFA zinamuonyesha kama mchezaji wa
wa kimataifa. Lakini ukija hapa details kutoka TFF zinamuonyesha kama ni local player. Umeelewa? Sasa hapo kukawa kuna ukinzani fulani, inakuwaje FIFA wamtambui huyu kama mchezaji wa kimataifa? Kama mchezaji local player. Lakini mbona TFF wanamtambua, kuna shida gani? Sasa Simba nadhani kitu ambacho walijaribu kukifuatilia, wakaona waangalie vigezo vyote vinavyohusu mchezaji. Pengine kuna kigezo ambacho kinambeba Damaro. Mimi bahati nzuri nilionana na mwanasheria jana, mwanasheria wa Simba ambaye anafahamika kama Hosea Chamba. Hosea Chamba hakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza, lakini alikuwa anaenda kwenye kikao. Lakini pembeni tulizungumza kiuchache sana, umeelewa, kuhusiana na kinachoendelea, mipango ya Simba na vitu kama hivyo. Kwa Simba alichokifanya, wakaandika barua kutaka tafsiri kwa nani? Kwa TFF kuhusiana na swala la nini? Swala la Damaro. Tunataka tafsiri. Damaro anacheza kama nani? Na kama anacheza kama huyu, kama anacheza kama loko, mbona vigezo havijitoshelezi kuwa mchezaji loko? Kwa sababu kumbuka TFF ndio wamefanya nini? Wamemuidhinisha. Wale ndio wenye mamlaka ya nini? Ya kusimamia soka. Kwa nini mmemuidhinisha kama local player? Si umeelewa? Sasa Simba wameandika barua pia kuelekea FIFA. Maana yake ile barua ambao wameituma TFF, pia Simba unaweza kusema wame-CC kwa maana ya FIFA. Nini kwa kusisi kuna maana gani? Maana yake Simba wanaitaarifu FIFA kwamba huku bwana kuna tatizo la nini? La mtu kucheza nje ya kanuni zenu na sheria zenu na taratibu za FIFA. You get my point? Maana yake FIFA, hii swala ambalo tunazungumzia Damaro, FIFA wanalo pia, na Simba ndio ambao wamefanya nini? Wameliweka sasa kwamba tunamshtaki Yanga, tunamshtaki Damaro, tunataka nyie TFF mtupe tafsiri kwa nini wanacheza kama local player. Kwa hiyo mpaka dakika hii tunavyozungumza ni kwamba shauri bado halijasikilizwa, na Simba walienda pale TFF, Yanga hawakutokea na Damaro mwenyewe hakutokea kwenye huo mchakato. Pengine Lugano, sio ni ubingwa wa mezani ambao Simba wanautaka kwenye ndani ya pitch, washazidiwa? Mimi siwezi kusema amezidiwa au hawajazidiwa. Kama wanautaka ubingwa wa mezani au hawautaki. Lakini mimi najaribu kukiangalia ni yale ni kila ambacho kiko mezani. Hasa ukitazama ukiangalia wanasema kamba huwa na katika pabovu. Umeelewa? Kwa hiyo kamba haina sababu ya kukatika sehemu ambayo sio mbovu. Na Simba wameangalia kwamba kuna madhaifu yapo. Je, tuache madhaifu kwa sababu tutaonekana kama tunataka ubingwa wa mezani au tunataka nini? Lakini Simba hawajatangaza kwamba wanataka ubingwa. Huwa wanataka tu kwamba apokonywe pointi. Kwa sababu unaweza kupokonywa pointi, lakini bado ukawa bingwa, labda pointi zilizokuwa nazo zikakutosheleza, umeelewa? Ukashinda mechi zote na vitu kama hivyo. Sasa ni mechi ngapi ambazo Damaro amecheza kiwa Yanga, ambazo Yanga akipokonywa ubingwa itakuwaje? Hiyo pia inatoka mjadala mkubwa. Lakini kwa upande wangu ninaamini Simba wako kwenye njia sahihi kabisa ya kama umeona kuna uvunjifu wa kanuni, sheria na taratibu za mpira wa miguu ambazo zinaifavor timu moja, kuna haja ya kupata tafsiri. Pengine inawezekana kuna vitu vimebadilika labda ndani ya miongozo ya TFF ambayo mimi binafsi sijaona kama kuna kanuni au sheria za TFF zinazungumzia kuhusiana kubadilika kwa mchezaji wa kigeni. Kuna taratibu gani ambazo TFF wanazisimamia wao kama kanuni wanazo wenyewe, kwamba kuna mchezaji anataka kubadilisha uraia, kama wao ndo wana mandate ya kumbadilisha zaidi ya kuwafuata FIFA. Kwa hiyo hapo ndo maana nakwambia Simba walichokifanya wamewasisi FIFA ili kuzirudisha zile kanuni, sheria na taratibu za FIFA, kama kuna utaratibu ambao ulizokaa kama huu ambao umetumika wa TFF kumleta mchezaji. Beni inawezekana watu wakahusisha kati ya tukio la Kibu Denis na swala la Damaro. Ni vitu viwili tofauti. Umeelewa? Kibu Denis sawa alikuja kama mkimbizi Tanzania. Kibu Denis amekaa Kigoma, amekulia Kigoma. Kasoma Kigoma, sijui kafanya yani vitu vyote Kigoma, kwenye kambi ya wakimbizi Kigoma. Ile ni Tanzania, si ndio? Kibu Denis mama yake sio Mtanzania, baba yake sio Mtanzania, ila yeye
kakulia Tanzania. Zaidi ya muda gani? Zaidi ya miaka 5 yuko Tanzania Kibu Denis. Kwa kuna kigezo ambacho kiko FIFA kinamruhusu mtu ambaye alikaa zaidi ya miaka 5, ambacho hata Damaro mwenyewe angekuwa amekaa zaidi ya miaka 5 Tanzania, angeomba, ingekuwa rahisi kwamba tayari ameshakubali, ameshakuwa tayari yani ni kama ana sifa za kuwa raia. Kuanzia miaka 5 kwenda juu unaweza ukaomba uraia na ukaruhusiwa. Lakini Damaro hana kigezo hata hiki, hata kimoja, kwa sababu kuna vigezo zaidi ya 5 Beni. Kigezo cha kwanza kinachompa mchezaji urahisi kabisa wa kucheza timu ni kigezo cha asili ya babake na mama yake. Kwa inawezekana kawa mmoja kati yao au watu wote wana asili ya timu ya taifa fulani, si ndio? Alafu kitu kingine kinaweza kikaja, yeye mwenyewe mtoto alizaliwa wapi. Inawezekana baba na mama wote wasio wenyeji wa Tanzania, lakini yule mtoto alizaliwa Tanzania. Yeye atakwambia mimi sawa, baba yangu sio Mtanzania, baba yangu sio Mtanzania, lakini mimi nimezaliwa Tanzania. Maana yake ana haki ya kurithi alipozaliwa. Damaro hajazaliwa Tanzania, si ndio? Damaro hajakaa hata miaka 5 Tanzania, hajafikisha miaka 5 Tanzania. Kwa hiyo bado hata vile vigezo vya kupewa kama ambavyo standards za FIFA ambazo zimeziweka, Damaro hajafikisha. Umeelewa? Lakini FIFA pia kuna vigezo ambavyo wameviweka kwamba kwa mchezaji ambaye anataka kwenda kuchezea timu, anataka kubadili shirikisho, achana na kubadilisha uraia. Uraia unaweza kubadilisha kiserikali. Sasa inatakiwa ubadilishe shirikisho, kwa maana kutoka shirikisho la Guinea uje uchezee shirikisho la TFF. Maana yake lazima kwanza hiyo miaka 5 izingatiwe, sawa, pamoja na vigezo vingine, lakini isiwe lengo tu la kucheza kubadilisha, lisiwe lengo tu la kubadilisha kwa sababu ya mpira. Maana yake uwe tayari kubadilisha mpaka makazi na maisha yako yawe hapa. Maana yake ni nini? Vitu vingi ambavyo vilikuwa nahusu wewe kwenye kuepo Guinea itabidi uachane navyo. Yaani wewe unaanza kujisi Mtanzania, anza kuishi kama Mtanzania. Hata nikimaliza karia yangu ya mpira miguu, nitabakia kuwa kocha. Hata nikiwa kocha nitakuwa kocha Mtanzania. Kwa FIFA wamedhibiti sana kwenye eneo hilo. Sasa kigezo hata kimoja Damaro hajakifikisha, na ndio maana Simba wamepeleka sasa ili shtaka TFF, ili TFF wakaichukue, si unanielewa vizuri, kama mjadala nani amekosea. Je, ni TFF wamekosea? Kwa sababu sio TFF kwamba kila mmoja anafanya. Kuna maafisa wa TFF ambao wamewekwa kwenye vitengo hivi. Inawezekana hata President Karia labda kulifuatilia hili. Umeelewa? Kuna maofisa ambao wana nafasi hii ya kupambania hiki labda kisheria na kufuatia taratibu, walipuyanga tu pengine kwa namna yote. Sasa Simba nataka tafsiri, au kuna kipengele ndani ya TFF kinaruhusu mambo, au FIFA ndio maana wamepeleka FIFA lakini na TFF. Kwa hiyo kijumla kinachoendelea sasa hivi ni swala la Damaro kucheza kwenye ligi ya Tanzania kama local player ndani ya klabu ya Yanga, huku kuna maswali mengi sana ya uraia wake na haki ya kuweza kufanya nini, kucheza kama local player. Hicho ndio kitu ambacho kinazungumzwa, kwa sababu inasemekana hata pasipoti ambayo anatumia Damaro sio Tanzania. Kwa hiyo hapo kuna maswali mengi sana ambayo yapo. Bwana Lugano Israel, shukrani sana kwa ufafanuzi wako, lakini tutaendelea pia kupiga story kwa hili sakata jinsi ambavyo litakavyoendelea. Uendelea kuchakata na wanasheria huko, tuletee madini. Unajua hili sakata Beni ni kubwa na ni nzuri pia watu tukawaelewesha, na watu wasichukue kwamba hili swala la Lugano sio la kwangu, si ndio? Na hili sichukulie kama swala la Simba. Inawezekana hata vilabu vingine vilishindwa tu kupeleka mwanasheria, lakini hili swala ni swala ambalo linatakiwa kuwa na ueleweshano mzuri, kwa sababu pia tunahitaji wachezaji wa kigeni waje kucheza kwenye taifa letu. Wanakuja wakiwa na taratibu gani? Unajua kina Chazi Mombo wale, umeona wamepata urahisi kabisa, anacheza mpaka timu ya taifa, si ndio? Tumeona kina Talent Alalakia wanacheza. Kwa nini? Wana uasili, wana urahisi wa kanuni zile. Ukiangalia kina Talent pengine hata kukaa muda mrefu, lakini wazazi wao ni mmoja Mtanzania, mwingine Mwingereza. Ni rahisi sana kukubaliana hicho kitu. Kwa hiyo hiki kitu kinachofanyika hiki, lazima watu wasikuchukulie personal sana. Wasiende katika usimba na uyanga, waende katika uhalisia. Waje nani ambaye alikosea? Je, Simba waliopeleka hizi hoja
wamekurupuka? Je, waliomuidhinisha wamekurupuka? Je, wanaomtumia wamekurupuka? Nani mwenye kosa hapa? Nadhani hapo itakuja kupatikana. Yaani wanasema ngoja inyeshe tuone patakapovuja. Ngoja inyeshe tuone patakapovuja.